السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نelekea kwenye kauli yake aliposema watahqiqu. Narejea nyuma kidogo tulipoishia jana. Anasema watahqiqu anna liiblisa wa junudihi min aljinni wal ins a'zama al-inayati fi idlal al-ibad. Na tahqiqi, kuihakiki masala, kuyazungumza mambo kiuhakika, kiuhalisia, kwamba ibilisi na jeshi lake katika majini na watu wana mbinu kubwa. A'zamu al-inaya, inaya ni ihtimam, wana ihtimamu kubwa, yani kulipa umuhimu mkubwa jambo gani? Fi idlal al-ibad, katika jambo la kuwapoteza waja. Ibilisi amechukua ahadi katika jambo hili. وقد مكن الله إبليس من الدخول في الأبدان. Na Allah amemnikinisha, amempa nguvu Ibilisi kuingia katika viwiliwili. Walwaswasati fi sudur, na kutia wasiwasi katika vifua. Waltiqami alqalbi bi khurtumihi, na kuushika moyo. Iltiqam ni kuingiza kitu katika mdomo, kwa hiyo kuushika moyo bi khurtumihi, kwa khurtumi yake, yani kwa mshipa wake, au khurtum ni kitu ambacho kipo mbele kama pua, mdomo, yani kwa khurtumi yake. Wakadhalika yadkhulu ajwaf al-asnam, na hivyo hivyo anaingia ndani ya masanam, yani matumbo yale ya masanam. Wayulqi al-kalama fi asma'i al-aqwam, na huweka maongezi, maneno katika masikio, katika sikivu za watu. Al-aqwam ni jamu ya qaum. Anasema wa mithluhu yasna'uhu fi aqaid al-quburiyina, na mfano wa hilo au mfano wake analifanya jambo hilo katika zile itikadi za wale wenye kuabudia makaburi, kama vile anavyofanya upotevu na udanganyifu kwa hawa wanaoabudu masanamu. Kadhalika wale Waislamu ambao nyoyo zao zimeambatana na haya makaburi, anawafanyia udanganyifu vile vile, kwa sababu Ibilisi ana mbinu za kuwapoteza waja. Fa inna Allah ta'ala qad adna lahu an yujliba bi khaylihi wa rajlihi ala bani adam, kwa kuwa Allah azza wa jalla amemruhusu yeye. Na hapa al-idhnu inakusudiwa ni al-qadari, sio idhnu shar'i, ni idhnu al-qadari, kwa sababu idhnu shar'i maana yake Allah alipenda jambo, lakini hapa kwa maana Allah amehukumu iwe hivyo. Na Allah azza wa jalla amemruhusu yeye Ibilisi kuwavuta bikhairihi, kwa kiburi chake, wa rajalihi, na mashairi yake, ala bani adam, juu ya wanadamu. Tamko la khayl muda mwingine linapotumika la maana ya arrakib, mpanda kipando, kwa maana natokana neno farasi. Na tamko la rajil, rajilu, asili ya neno rajil ni mtu anayetembea kwa miguu, sawa, na jamu yake inakuwa ni rijalun, inakuwa maana yake pia wenye kutembea kwa miguu, kama ilivyokuja katika aya yatuna min kulli huyaje rijalan, imekuja katika waadhin fi an-nas yatuka, waadhin fi an-nas bil hajj yatuka rijalan, sio yatuka rijalan. Rijala pale ina maana ya wenye kutembea kwa miguu, sio wanaume, sio wanaume. Kwa hiyo rijalan ni jamu ya rajil, na rijalan ni jamu ya rajul. Haya, lakini hapa inakusudiwa bi khaylihi, kwa kiburi chake, wa rajalihi, na mashairi yake. Kwa hiyo Allah amempa idhni ya kikadaria awavute kwa kiburi chake na mashairi yake, ala bani adam, wanadamu, wa an yusharikahum fil amwali wal aulad, na ashirikiane nao katika mali, kadhalika na watoto, kama ilivyokuja katika aya ya Qur'an.
وثبت في الأحاديث نيم ثبيت كتك حديثي أن الشيطان يسترق السمع kwamba shaitani anaiba usikivu bil amri alladhi yuhdithuhu Allah, wale jambo ambalo Allah talolizusha. Kuna jambo Allah amelikadiria litokezee mwaka huu, shaitani anaiba usikivu kusikia lile jambo husika, halafu ndani yake huzidisha ya uongo. Fayulqihi ila alkuhan, huliweka hilo jambo alilosikia kwa Allah, huliweka kwa nani? Wale makuhani wale wenye kuambatana na mashaitani katika mambo yao. Wa humul ladhina yukbiruna bil mughayyabati, makuhani ni wale ambao wenye kutoa habari mambo ya ghaib. Wayaziduna fima yulqihi shaitan, na wanazidisha katika yale ambayo shaitani anawapa. Min indi anfusihim, kutoka katika nafsi zao. 100 kidhba, wanazidisha mambo 100 ya uongo. Wao wamesikia moja tu la kweli kutoka kwa shaitani aloliiba, alafu watapopewa wao wanazidisha ndani yake 100 ya uongo. Wayaqsadu ash-shayatinul jinni wal insa min sadanati al-qubur wa ghayrihim bidhalika al-buhtan waz-zur. Anasema wayaqsida shayatinul jinni, na wanawakusudia hawa mashaitani wa kijini. Shayatinul insi, wanawakusudia mashaitani wa kibinadamu. Mashaitani wako aina mbili, wa kijini na wa kibinadamu. Hawa wa kijini wanawalenga, wanawakusudia mashaitani wa kibinadamu katika nani? Min sadanati alqubur, katika wale walinzi wenye kuhifadhi makaburi, wale ambao wenye kuyasimamia na kuyatumikia makaburi. Wa ghairihim, na wengineo. Lidhalika albuhtan wazur, kwa huo uongo na uzushi. Albuhtan, uzushi, wazur, na uongo. Ule uongo waliopata mashaitani wa kijini wanawakusudia mashaitani wa kibinadamu ili wautumie katika yale ambayo wanayohitaji. Fayakuluna, wao husema innal waliya fa'ala wa fa'ala, kwamba yule wali yule mwenye lile kaburi amefanya makarama akafanya. Yuraghibunahum fihi, wanawarahibisha kwa mtu huyo. Wayuhadhirunahum minhum, na wanawatahadharisha watu kutomwacha. Aliyekuja hapa akaleta qurbani zake, qurbani vile wanavyovitoa, ima pesa au vyakula au akachukua ahadi kisha akakata mtu huyu, basi kuna baya litamfika. Wanawatahadharisha na pia wanawarahibisha kwamba mtu huyu masha Allah ni mtu ambaye dua zake azirudi, ukija hapa mambo yako yatafanikiwa, utafanya. Kwa hiyo wanawapata rahib na wanawatahadharisha nao. Watara al-ammata muluka al-aqtari wa ulata al-amsari muazzizina lidhalika au muazzazina lidhalika wayuwalluna al-ummada liqabd an-nuzur. Anasema na utawaona watu wengi wale wa kawaida wale ambao ni wafalme wa Qatar wa miji mbalimbali, wa ulata al-amsar, na viongozi wa Misri mbalimbali, yani miji mbalimbali. Muazzazina au muazzizina lidhalika, ni wenye kulitia nguvu hilo. Wayuwalluna al-ummala, na wanawapa nafasi wale wafanyakazi. Liqabdi an-nudhur, kwa ajili ya kupokea zile nadhiri zenye kuwekwa na wanaokuja katika makaburi hayo. Utawaona al-amma, watu wa kawaida ambao muluka al-aqtar, wafalme, watu wenye hadhi, watu wenye uongozi. Wa ulata al-amsar, viongozi, watawala. Muazzizina lidhalika, ni wenye kulitukuza na wenye kulikuza jambo hilo. Wayuwalluna al-ummala, na wao wanawatawalisha wale wafanyakazi wepi waliopo katika yale mashahid, katika yale makaburi, wale ambao wanalinda, wale ambao wanayasafisha. Liqabdi an-nudhur, wanawaeka pale kwa ajili ya kupokea zile nadhiri za watu. Waqad yatawallaha man yuhsinuna fihi dhanna, na huenda wakayasimamia mambo hayo wale ambao wenye kuwajengea wao dhana nzuri. Min alimin
katika mtu ambaye ni msomi au qadhi au mtu ambaye mwenye kuhukumu qadhi au muftin au sheikh sufi au sheikh wa kisufi, fayatimu tadlisu li iblis. Kwa hiyo hapa inatimia ule ubabaishaji wa ibilisi. Kwa nini? Kwa sababu mtu wa kawaida akaenda katika yale makuba, akaenda katika zile mashhad ambazo watu wanaenda kuomba, anamkuta pale shekhe fulani kamaliza Misri au kakaa Sudani miaka 10 au wengine wamesoma Madina, yeye ndo anashughulika katika kusimamia na kuwarakibisha watu. Akamwambia mashekhe wale pale, kwa nini tunaona watu wengine unawaambia mikopo hii ya Islamic sijui kadha kadha ni haram, anakwambia nimeenda benki nimemkuta picha shekhe fulani imewekwa picha yake na shekhe fulani, na katika hii window ambayo ipo shekhe fulani yumo, na yule kamaliza Madina huko kwenye Uwahabi. Sasa mtu kama wewe unakuwa utafanyaje? Kwa sababu kuna tadlisi ishafanyika. Anasema waqad yatawallaha, na huenda hilo wakalisimamia man yuhsinuna fihi dhanna, wale ambao wanawajengea wao dhana njema, watu ambao ni wazuri katika jamii, ambao jamii na wakubali, min alimin au qadhin au muftin au sheikh sufi, ima awe ni alim au qadhi au mufti au sheikh wa kisufi, fayatimu tadlisu li iblis. Hapo hutimia ule ubabaishaji anaofanya iblis, wataqarru ainuhu bihadha talbis, na shaitani hutulizana jicho lake kwa huu ubabaishaji aliofanya, wa yataqarru ainuhu bihadha talbis. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi sahihi anasema inma akhafu ala ummati al-a'immatul mudhillin, mimi ninachokiogopa kwa ummati wangu ni wale washekhe, wale viongozi wenye kupoteza. Na al-a'imma hapa nakusudiwa watu wenye ilmu ambao wanapoteza watu. Hawakupotea watu leo katika ulimwengu, isipokuwa mbele yao kuna msomi aliyesoma masala ya dini akawa anatoa fatwa, yatba'uhu alafu nnas, anafatwa na maelfu ya watu. Kuna mtu mmoja Misri, sio Misri, Sudan, alizuka akawa anasema ukifanya ibada kisha ukipata yakini acha ibada hiyo, wewe ushakuwa katika watu ambao hawastahili kufanya ibada. Kwa nini? Kwa sababu Allah anasema wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, muabudu Mola wako mpaka ikuje yaqini. Kwa hiyo ukifanya ibada ukipata yaqini acha hizo ibada. Kama unasali ukipata yaqini usisali, usifunge, tayari yaqini ishakujia. Wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin. Hajui kama al-yaqini hapo maana yake ni al-maut. Fa in qulta, ikiwa utasema hadha amrun amma al-bilad, hili jambo limeenea miji, nyinyi mnakuja mnakataza mambo haya katika jamii, kwenda katika makaburi ya mashekhe kuomba baraka zao. Amma albilad, jambo hili limeenea katika miji. Wajtamaat alayhi sukanul aghwari wal anjad, na wakakusanyika juu yake wale wakazi wa miji iliyoinuka juu na miji ambayo iko chini. Al aghwar kama ile Tuhama ambayo tumeiona mwanzo, wal anjad Najdi, miji ambayo munkhafidha iko chini kama kule Najdi kunavyoitwa kwa sababu hiyo. Watabbaqa al-ardu sharqan wa gharba, na likaenea jambo hili katika ardhi mashariki na magharibi, manake likawa hili jambo lipo mashariki na magharibi. Wa yamanan wa shaman, na likaenea katika miji ya Yaman na miji ya Sham. Wa januban wa adanan, na pia kusini na upande wa Adan. Bihaithu la tajidu baldatan min biladi al-islam, kwa namna ambayo hukuti mji wowote katika miji ya Kiislamu illa wa fiha quburun wa mashahidun wa ahya, isipokuwa utakuta ndani yake kuna makaburi na kuna mashahid, hizi mashhad za watu waliozikwa zikawa zinatengezwa katika sura fulani na walio hai wenye kuyafanya mambo haya. Hizi ni hoja na hii ni shubha, si ndio? Na shubha hii unaipata hasa kwa wale watu wenye kuzunguka katika miji ya Kiislamu, au watu ambao wametoka wakatembea katika baadhi ya maeneo. Wale huwa wanakuja na shubha mbovu na kuona waloshikamana na sunna hawana jambo, toka kenda katika miji ya Kiarabu anakutana mambo kule. Miji yote ya Kiarabu illa Saudia, haya mambo ya shirki yako wazi, dhahira, yako wazi kabisa. Madhahiru shirki muntashira, Misri, Sudan,
lakini Misri ndo kabisa unaweza kukuta makaburi yamejengewa watu, msikiti kubwa kabisa kama uwanja wa mpira vile, alafu mbele kuna kaburi kubwa limeinuliwa na watu wanaingia na kutufu. Kadhalika unakuta wanawake wako vichwa wazi katika maeneo kama hayo. Hii ndio miji ya Kiislamu. Sasa yule aliyeenda katika maeneo yale akija katika miji yetu akikuta watatu wanne wanasema haya mambo, mashekhe wote wamenyamaza kimya, ataelewa vipi kwamba haya mambo ni haramu? Sasa hii ni shughuli ambayo wanaitumia watu, wasema haya mnayoyakataza yashaenea katika miji, mbona nyie tu peke yenu mnapinga? Si ndio? Anasema la tajidu baldatan, hukuti mji wowote min biladi alislam, katika miji ya Kiislamu, ila wafiha kubur, isipokuwa katika mji huo kuna nini? Na makaburi. Wa mashahidun wa ahya, ya'taqiduna fiha, watu wanaitakidi ndani yake, wayuadhimunaha, na wanayaadhimisha, wayandhiruna laha, na wanaeka nadhiri kwayo, wayatafuna biasmaiha, na wananadi kwa kuita kwa majina yake, wayahlifuna biha, na kuapa kwayo, wayatufuna bifina'il qubur, na watu wanazunguka katika ule uwanja wa makaburi ule, wanapita kwa pamoja, wanazunguka, wayusrijunaha, na wanaweka suruj, taa. Kuna baadhi ya makaburi ukienda katika maeneo fulani ya miji zinawekwa taa, siraji zinawekwa kabisa, watu wanamurika. Wayulquna alaiha alawrad warayahin, na wanaweka juu yake awrad, nyiradi, kadhalika na nukato. Wayulbisunaha athiyab, na wanayavisha hayo mavazi. Wayasnauna kulla amrin yaqdiruna alayhi, na wanafanya kila jambo wanaloliweza min alibadati laha, katika kuabudu. Haya ndio yenye kufanyika katika miji. Wama fi maanaha, na yaliyopo katika maana yake, min at-ta'dhim, katika kuyaadhimisha, wal khudu'i, na kunyenyekea, wal khushu'i, na unyenyekevu, wat-tadhallul, wal iftiqar ilayha, na kujidhalilisha na kuyahitajia, iftiqar, kuyahitajia ilayha. Bal hadhihi masajidul muslimuna, bali wanasema hii misikiti ya Waislamu, ghalibuha, mingi yake, la yakhlu an qabri, hayepukani na kaburi. Kila msikiti katika miji ya Kiislamu mbele kuna kaburi, mpaka donge huko. Watu watampinga, lakini akifa tu utaambiwa shekhe huyu anazikwa mbele ya kaburi, na mwanzo walikuwa hawamkubali wala hawamtaki. Au an qaribin minhu, au sehemu ya karibu, mtu atazikwa sehemu ya karibu na msikiti. Au mashhadin yaqsiduhu almuslimuna fi awqati as-salah, au utakuta kuna mashhad ni makaburi yaliyotengezwa yale, wanayakusudia au wanalikusudia Waislamu hilo katika nyakati za sala. Yasnauna fihi ma dhukira au baadhi ma dhukira, wanafanya katika sehemu hizo yale yaliyotajwa au baadhi yale yaliyotajwa. Wala yas'u aqlu aqilin anna hadha munkarun yablughu ila ma dhukirta min ash-shana'a. Anasema wala haienei, haitoshi akili ya mwenye akili akajua vipi anna hadha munkar, kwamba huu uovu huu, yablughu ila ma dhukirat min ash-shana'a, unafikia katika kile kilichotajwa, ma dhukirat, kile kilichotajwa min ash-shana'a, katika uovu. Halafu sasa si kama unafanyika tu, wayaskutu alayhi ulamaul islam, na wananyamaza juu yake maulama wa Kiislam, alladhina thabatat lahumul wata'a fi jami'i jihati dunya, ambao kumethibiti kwa wao ule mchukuo ule, yani kupatikana muamko katika pembe zote za dunia. Nyeti zameni katika miji yetu haya mambo ya shirki yalivyoenea na kutapaka. Nani anokataza ushirikina katika miji hii? Hakuna zaidi ya masala au mansari wenyewe wamechoka, wana habari ya shule zao tu sisi, wana habari ya hitma na mwezi, lakini hukuti kuzungumza masala haya katika miji. Zaidi ya masalafi ndio ambao da'wa yao ina ihtimam na masala ya tauhid na kuipusha jamii na ushirikina, lakini watu wote wamenyamaza. Tambo huyu kasoma Sudani, huyu kasoma Misri, huyu kasoma Saudia, kasoma na viti kadha wa kadha Indonesia, lakini akirudi katika miji anaridhisha watu. Sasa jamii ikitizama wanozungumza hawa ni watoto wadogo, wanozungumza ni hawa vikanzu, na mmoja anambia nyewe vikanzu, akamwambia nyewe vidira, hao ndio wanozungumza, hakuna wengine. Sasa watu wataelewa wapi?
yani wewe utaelewa vipi manake wanawekwa maredioni, wanawekwa matelevisheni, ni hao. Hizi ni hoja wanazozitumia baadhi yao. Mbona mashekhe wamenyamaza? Lakini haya mambo yameenea, nyie tu peke yenu. Jail watu wamepokea kutoka kwenye kizazi baada ya kizazi, iwe watu wote. Hizi ni hoja za Firauni, si ndio? Fama balu alquruni alula, yanalinganiwa juu ya Allah mmoja. Anauliza wale wazee waliopita vipi? Na kuna baadhi ya watu ndio hivyo, wanaambia bwana huu ni ushirikina, hizi ni bid'a. Anakwambia wale mashehe zetu vipi waliopita? Kwa hiyo wale wote hawajui, unajua wewe tu. Neema ya Allah, mshukuru wewe, umebainika na jambo wako kubainikiwa, laha makasabatu wala kum makasabtu. Lakini watu hayaelewi mambo haya. Qultu, anasema nimesema, in aradta al-adla wal-insaf, kama utataka uadilifu na insaf, wa tarakta mutaba'ata al-aslaf, na ukaacha kuwafata wahenga al-aslaf, wale waliopita wale, wa arafta anna al-haqqa ma qama alayhi madha ad-dalil, na ukatambua kwamba haki ni ile ambayo iliyosimamiwa na dalili, la mattafaka alayhi al-awali, sio ambayo wafikiana nayo walimwengu, jailan baada jail, kizazi baada ya kizazi, wa qabilan baada qabil, na kabila baada kabila jingine. Sio haki hiyo kwamba imefanywa na watu wengi. Fa'lam anna hadhihi al-umura allati nadinu hawla inkariha, basi fahamu haya mambo ambayo sisi tunazunguka kuyakemea kwake, wa nas'a fi hadmi manariha, na tunafanya bidii katika kuvunja zile alama zake, sadiratun anil amma alladhina islamuhum taqlidul abai bila dalil. Mambo haya yamechomoka kutoka, yameanza manake kutoka kwa watu wa kawaida ambao uislamu wao ni kuwafata mababa bila ya dalili. Acha kumpata babako bila ya dalili. Sheikh Al-Albani rahimahullah, babake alikuwa ni Hanafi na alikuwa ni mwanachuoni mkubwa. Alihama katika miji ya Albania huko Yugoslavia, akaja katika miji ya Sham. Wakati yuko pale alikuwa ni mwanachuoni mkubwa kihanafi. Ikawa katika mji wao ule wa Sham, msikiti mmoja ambao ulikuwa mkubwa kipindi kile, wanasema ilikuwa jamaa inayosalisha ni mbili. Kuna jamaa ya Mashafi na kuna jamaa ya Mahanafi, kwa sababu Mahanafi wasali nyuma ya Mashafi. Kwa hiyo ikawa Mashafi wanasali jamaa yao na Mahanafi wanakuja kusali baada yake. Sasa Sheikh Albani alikuwa mambo haya hayakubali, ndio maana akaandika kitabu Sheikh Saad kitabu gani. Lakini almuhimu katika vitabu vya mwanzo alioandika ikawa anazungumza masala haya. Sasa mtawala kipindi kile alikuwa ni Mshafi, na ndio maana Mashafi wakawa na nguvu, wanaswali mwanzo nini ile jamaa yao, alafu akimaliza waswali Mashafi. Baadaye akaja mtaala mwingine akawa ni Hanafi. Sasa ikawa baba yake ndio kiongozi wa kuswalisha sala, yeye kwa msimamo wake anaswali sala ya jamaa moja, kishamaliza anaondoka. Ikawa sasa kinyume chake, manake ikawa Mahanafi ndio anaswali mwisho, baba yake akawa anaswalisha watu. Ikawa akishasali sala ile ya jamaa ya Mashafi kishamaliza, hana habari kwa sababu ni moja. Baba yake alipokuwa anaenda ibada ya hija au umra, akampa jukumu, mimi naondoka lakini wewe ndio usalishe msikitini. Akamwambia sisalishi kwa sababu mimi nishasali jamaa moja. Akaambia nataka kuanzia leo tukubaliane moja katika mawili, ubaki na uhanafi nilokufundisha au hame katika hii nyumba yangu nilokulea, imma almuwafaqa wa imma almufaraq. Akaambiwa hivi, akaambia nipe siku 3. Mtoto amwambia babake nipe siku 3. Akafikiria kisha akafuata babake, akamwambia bali almufaraqa, bali almufaraqa. Akaondoka kwa baba yake kwa uzuri, akaanzisha nyumba yake huko, anatengeza saa, akapata uwezo, akajenga nyumba. Maisha yamekwenda, na wala hakuna taklidi ya namna hiyo kwamba mimi babangu alikuwa kadha, naona haya sitoacha, umetoa vikoba babangu mimi alikuwa shehe, ukimwambia nipe hivyo vitabu, tawassul tupu. Hakuna hata kitabu kimoja cha Qur'ani tawassul tupu. Mnajua tawassul ya Allah ilahu khalqi ya Allah zile. Sasa shehe alikuwa au mwimba kasida tu. Sasa fabadilike, mtu asinganganie kile kilichoachwa na wazazi. Ukibadilika, ukiliacha jambo lillahi, Allah anakunyanyua katika ulimwengu. Kwa hiyo hoja za wengi katika watu leo, kama anavyotaja hapa Imam Sanani, haya mambo anataja karne ya 9,
Watu wengi wanawafuata tu wazee wao. Mwingine anaona tabu, kafundishwa dini, kaelekezwa katika sunna, ambaye bwana mimi naswali kama nilivyofundishwa nyumbani. Kishafi, kibadhi, kikadiani, sijui mimi mtu wa twarika, kwa hiyo wazee wangu siwezi naelewa kwamba huku ndo haki, lakini kidogo mpaka lini? Ningia kaburini au mpaka lini? Kwa hiyo hoja kubwa ambayo wako nayo washirikina, haya mambo wanayoyafanya yameenea katika ulimwengu, na hii ndio hoja yao. Na katika miji ya Kiislamu ni mambo ambayo yapo, hoja yao, na hizi ndio hoja za watu wanazozitengeza. Kwa hiyo Uislamu haupimwi katika mizani hiyo, sema watu wanafanya, watu wanatenda. Uislamu maqama alayhi dalil, kile ambacho kimesimama juu yake dalili. Na haya Allah ameyataja ndugu zangu katika Qur'an, wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun. Wallahi inafika wakati mpaka mtu anakuambia au mashehe wote washirikina. Maana yeye anaona kwamba hakuna mtu isipokuwa yeye mshirikina, kwa sababu yeye ni mshirikina. Watu wengi washirikina. Mtu anauza vocha, mshirikina. Mwalimu wa skuli, mshirikina. Anauza sijui mafuta sheli, mshirikina. Sijui mwingine ana cherehani chake tu, mshirikina. Kila mtu mshirikina. Kipi? Muuza maji naye mshirikina. Maji pia. Hii ndo jamii ilivyo. Kama iliyofika wakati kwamba mtu ikiwa hali haramu watu wanaona kwamba haiwezekani. Vipi bana? Lazima uzidishe mazero. Haiwezekani. Inawezekana mtu akaishi bila ya haram kama inawezekana mtu, bali ndivyo inavyotakana mtu kuishi katika misingi ya tauhidi. Kwa hiyo watu wajitahidi ndugu zangu. Haya mambo tunayoyasoma ni mambo ambayo katika jamii zetu, katika familia zetu yamechukua nafasi kubwa. Na kuna watu wamekuwa mpaka wakaingia makaburini maneno kama haya ya kuelekezwa kwenye tauhidi hawajayasikia. Mtu kafa katika hali ya shirki wala hajielewi, na hakuna udhuru kwa mtu ambaye anakufa katika ushirikina. Kwa hiyo ni kumhimidi Allah na kudumu katika neema ya tauhid. Hakuna neema zaidi ya mtu kuwa katika tauhid. Hata Uislamu utakuwa hauna thamani kwa mtu ikiwa si Uislamu wa tauhid. Uislamu wa shirki, Uislamu wa bid'a sio neema. Uislamu huo, Uislamu wa neema ni ule ambao alituachia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Pamoja na hayo ndugu zangu, kumi hili ni la mwisho. Kaingia mwezi 21, watu wajitahidi katika kujipinda katika ibada na kutumia fursa kumuomba Allah khairi, kadhalika kujihimiza zaidi katika kusoma Qur'ani na kuihitimisha katika masiku haya ili tupate fadhila na ubora wa mwezi huu ambao tuko nao.